lakini kwa kule Moshi ni kitu cha kawaida kuheshimu wachungaji, na ninajaribu kuzungumza kwa ukweli wa uhalisia, lakini kwa namna ambacho tunacho hapa. Lakini leo mchungaji ambaye pia tutamwangalia tukiacha hawa ni mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo. Huyo ndiye mchungaji mkuu, na tunachotakiwa kukifanya na kukijua ni kwamba pamoja na taratibu na mambo mazuri mengi tutakayofanya kwa wachungaji wetu, lakini tunatakiwa tumfuate mchungaji mwema ambaye ni Yesu, ambaye atatupeleka katika uzima wa milele. Mungu atusaidie tunapotafakari. Ninajua muda umekwenda, lakini tutakuwa na tafakari fupi, lakini itakayotuacha tunapoondoka tukiwa tumejua umuhimu wa siku hii. Kwa sababu hata hivyo yawezekana wengine wanajiuliza kwa nini imewekwa ya kuwapendelea tu wachungaji? Hapana, ina namna nyingi, namna kubwa sana kuwaombea, kuwapunguzia upweke, kuwapunguzia changamoto mbalimbali walizonazo. Ni kweli kwamba mishahara ni midogo, lakini wanajitoa wakidumu katika kutuhudumia. Mungu atubariki tunapokwenda katika somo hilo, na mchana wa leo tutakuwa na mchungaji wetu wa mtaa pamoja na familia yake. Asubuhi amesali pale Ushindi, na mchana atakuwepo, atafanya huduma ya ubatizo, alafu kutakuwa na huduma fupi ambapo tutatambua yeye kama mchungaji wetu. Na kama kanisa la Mikocheni tumejiandaa kwa mambo machache ambapo Mungu atatuwezesha. Tumekuwa tukichanga huko katikati, kile kitakachopatikana kitasaidia kwa namna fulani kupunguza makali ya maisha, lakini pia kumwonyesha kwamba tuko pamoja na yeye na tutamwombea. Mungu atubariki tunapojielekeza katika kitu kama hicho, lakini tukiwa sasa na mtazamo mpana kwamba si tu tunaleta kitu kipya, bali tunaangalia umuhimu wa kazi ya Injili kusonga mbele kwa kuwafanya wachungaji wetu angalau nao waonekane kwamba ni wachungaji. Basi nitakwenda katika ombi, alafu sasa tutaendelea na ubiri la leo ambalo kama nilivyosema litakuwa fupi pia sana. Tuombe. Asante Yesu kwa kuwa kwa namna mbalimbali unazungumza na watu wako. Hata umelipatia njozi kanisa lako ikaweka siku hii ya kutambua huduma ya kichungaji, siku ambapo tutawaombea, tutawakumbuka na tutawategemeza pale inapowezekana, siku ambapo tutaweka mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba wanapata elimu wale wenye shida za ada, lakini siku ambazo tunatafakari kuhusu wewe mchungaji mkuu Yesu Kristo. Sasa karibu uzungumze nasi, tumie kinywa changu kunena machache kwa ajili ya wokovu wangu na wokovu wa watu wako. Ndivyo niombapo kupitia jina la Yesu. Amen. Miaka kadhaa huko Usukumani kuliishi kijana aliyekaa katika familia ya Kiadventista, na yule kijana akawa amesikia habari za Yesu na akapenda siku moja awe mchungaji. Kwa hiyo akaendelea kukua, na baadaye akaenda katika shule ile ya primary na sekondari iliyokuwa sasa hivi panapoitwa University of Arusha, na alihitimu kabla ya mwaka 2004 na akapangwa kule Kondoa. Utakapofuatilia ni kisa cha kweli, sitaji tu majina, lakini ukifuatilia utampata mchungaji wa namna hiyo. Ninakupa story ya huyu bwana kwa sababu nilipokuwa napitia visa nikaona kwamba ina fundisho fulani katika siku ya leo. Yule bwana alipoondoka akafika pale, bahati nzuri napoongea na Mikocheni tunaelewa, napozungumza Kondoa, sisi tuna kanisa pale Kolwasi, tunajua changamoto ambazo ziko pale. Sasa fikiria sisi tumekutana na hizo changamoto miaka ya 2000 na kitu. Yeye alikuwa ni mwanzoni kabisa, mwaka 2004 alikuwa mchungaji wa mtaa pale Kondoa, kukiwa hakuna kanisa, kukiwa hakuna chochote. Na yule bwana akaanza mipango mbalimbali ya kutengeneza mfumo wa kupata injili ingie pale. Wazo lake la kwanza lilikuwa kutengeneza shule ya awali na msingi, na wale ambapo wanafuatilia watakubaliana kwamba kwa sasa kuna Kondoa Adventist Primary School. Lilikuwa ni wazo la yule bwana, lakini anapokwenda na wazo lile
hali ya kifedha ni duni. Lile ni eneo la Waislamu wengi, tofauti za kiimani ni tofauti. Watu wenyewe tu eneo lile, aina ya kitu wanachokiona maendeleo ni tofauti na wewe unachokiona ni maendeleo. Alipitia changamoto nyingi sana, lakini alipokuwa anajitahidi kufanya uhamasishaji, kutafuta fedha, wakati mwingine anakwenda na njozi kubwa, akakutana tena na changamoto nyingine kutoka conference. Viongozi hawakuwa wanamuelewa. Kuna wakati unaweza ukawa na wazo zuri na wenzako walio juu wasikuelewe. Kwa hiyo akakutana na changamoto hizo, lakini kuweka story fupi ni kwamba alikwenda na hatimaye akaweza kufanikiwa kuwa na ile Kondoa Adventist Primary School, wakafanikiwa kupata kanisa lile la Kondoa, na injili ikaanza kusogea. Hata sisi Mikocheni tukaje kukutwa nayo, tukafungua lile kanisa la pale Kolwezi. Jana nilikuwa nauliza linaendeleaje, nikakutana na changamoto kubwa. Ninajua wengi mnajua tumeshatoka kule, lakini nikuambie Mikocheni kwa maana ya mshiriki mmoja mmoja bado sana tupo Kolwezi. Bado tumekuwa tukisapoti kwa namna moja ama nyingine. Wale wameanzisha huduma kama ambazo tunazo sisi za chakula ili wabaki na washiriki pale, zimekuwa kwa namna kubwa zikiwa supported na washiriki wa Mikocheni pamoja na washiriki wa Kondoa. Lakini jana walipewa taarifa kwamba baraza la kanisa la Kondoa limewaondoa katika kuwasaidia chakula. Kwa hiyo waanze kujitegemea. Ni namna ya kukua, lakini ni changamoto za injili katika maeneo mapya. Ninazungumza hivi ili tugundue kwamba kwa nini wachungaji wanatakiwa kufanyiwa kitu fulani. Fikiria tayari kuna kazi kama ile, alafu unakutana na changamoto kama hii ambapo kwa namna moja ama nyingine inaweza kukwamisha kazi. Tutakachokifanya kama Mikocheni ni kuwaombea ili Mungu akafungulie njia waweze kushinda jaribu hilo na waweze kupita. Katika kile kisa cha mchungaji ambacho nilikisema, miongoni mwa mambo ambapo aliyafanya ambapo yanatakiwa tuyaangalie leo, lile swala la ukosefu wa fedha hata leo liko kwa wachungaji. Ndio maana hata sasa tuna wachungaji wanakwenda kusoma, wana sifa za kusoma, hawana ada. Ninaposema hivi unataka ulione, alafu uangalie wewe na mimi unafanya nini kama Mungu amekubariki kutatua swala hilo. Walakini kuna wachungaji wanaokaa maeneo mengine ambapo miundombinu ni hafifu, ufikaji kwa barabara ni mgumu, hawana vyombo vya kusafiria. Acha sisi tulioko mjini, kwa sababu nataka upate awareness nzima ya changamoto za wachungaji ili unapomsaidia mchungaji uwe unajua hivyo. Lakini nimezungumzia pia zile tofauti za kiuchumi kati ya mchungaji na washiriki wake. Unaweza usizione, lakini zina maana kubwa. Zinaweza zikamfanya mchungaji ambaye ongozwe na Roho wa Mungu hata kuuza uhuru wake. Tuwaombee ili Mungu awafanye wawe thabiti, waweze kushinda katika namna hiyo. Lakini wakati fulani kuna changamoto nyingine. Umeanzisha kazi, imekwenda vizuri, unakwenda kwa spidi, uongozi wa juu haukuelewi. Unaona huyu anafanya visivyo. Biblia inatuambia tuwatii viongozi wetu, tutawatii, lakini tuwe na maombi mengi tuone tunafanyaje pale. Lakini kuna kitu kingine, ukuaji mdogo katika makanisa yale ambapo yanaanzishwa. Tumepambana, tumeanzisha vituo, vimegeuka vimekuwa kanisa, ukuaji wa washiriki ni mdogo. Kwa maana ya ongezeko la washiriki, lakini kwa maana ya ongezeko la zaka na sadaka ambazo zinawafanya waweze kujiendesha ni mdogo. Ndio maana mpaka leo ninakwambia kwamba kuna kisa cha uhitaji, nimeambiwa jana tu, kwa kanisa la Kolwezi. Lakini kingine ni namna gani tuweze kutoka tunapokuwa na jambo kama hilo tukapate kufanikiwa. Sasa tutaangalia mafungu machache ambapo dada Agnes atanisomea pale, na wewe unaweza kufuatilia kwa Biblia yako. Fungu la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume 20:28. Atasoma taratibu nami nitarudia ili tuweze kupata Biblia inatuambia nini kuhusu sifa za wachungaji, na tuangalie haya tuliyosikia na namna gani tunaweza kuwezesha hao kufika katika sifa hizo. Matendo
20:28. Matendo 20:28. Biblia takatifu nasema, jitunzeni nafsi zenu. Wachungaji wanaambiwa jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo. Naposema mchungaji, namaanisha mzee wa kanisa, namaanisha mshiriki, namaanisha shemasi, namaanisha mchungaji wa mtaa, ninakwenda all the way mpaka mchungaji wa juu. Kazi kubwa ya mchungaji kwa mujibu wa Yesu, kutunza kundi lililopewa. Tuendelee. Ambalo Roho Mtakatifu amemwekea ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Amina. Mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Tunatunza kundi, lakini tunalilisha kanisa la Mungu. Tunalilisha neno sahihi, mafundisho sahihi, kwa sababu hilo kanisa Yesu Kristo amelinunua kwa damu yake ya thamani. Leo usicheze na hao watu kwa kuja kuwafundisha matango pori. Jifunze vizuri neno la Mungu, fundisha. Kazi ya mchungaji. Wachungaji mafunzoni, ninaongea na nyie pia kama mzee wenu, mukasome kwa bidii, mupate doctrine ya kweli ya kanisa, muwe imara pamoja na changamoto mlizonazo, muweze kulilisha kundi la Mungu. Dako, unanisikia? Tuendelee. Fungu jingine ambalo tutaliangalia ni Wafilipi sura ya 2. Wafilipi sura ya 2, utasoma mstari wa 5 hadi wa 8. Wafilipi wa 2 sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 8. Biblia inasema, uweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Twende pole pole. Kuweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwamo ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu. Yesu alikuwa ni Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, ile hali ya kuwa sawa na Mungu, kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Kuona ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa mwanadamu. Akawa ana mfano wa binadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alipofikia aliyo ya chini kama binadamu, alijinyenyekeza msalabani. Alijinyenyekeza. Mchungaji wa leo unatakiwa uwe na nia ile ile aliyokuwa nayo Yesu. Pamoja na kwamba utajifunza divine, ukawa vizuri kabisa katika theolojia, ukawa unajua kuliko washiriki unaoongoza, unatakiwa wafundishe kwa unyenyekevu. Kujua kwako kule kusikufanye ikawa ni namna ya kujitutumua na kujinyanyua, bali lijinyenyekeze. Ninakwenda katika mafundisho haya kwa sababu tunataka kutengeneza vijana wazuri ambapo wataelekeza kanisa la Mungu inapotakiwa. Watakao kuwa wanafundisha mafundisho sahihi, lakini tabia na mwenendo wao ukiwa sahihi, ili anayetazama amuone Yesu kupitia wao. Fungu ambayo ninakwenda kumalizia nayo, kwa sababu tumejaribu kuona sifa zile za wachungaji, tumeona changamoto za wachungaji, tumeona hitaji la kuwatengeneza wachungaji katika misingi inayofuata. Kuna mafungu nakwenda kumalizia nayo, yanatoka katika kile kitabu cha Waebrania. Tutasoma sura ya 13 mstari wa 7 na sura ya 6 mstari wa 10. Waebrania 13 mstari wa 7. Biblia inasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Ili sasa ni kwetu washiriki. Wakumbukeni hao wachungaji wanaotuongoza, waliowaambia neno la Mungu, ambao walituambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana imani yao. Sasa sio kuwakumbuka tu, tunaambiwa tuchunguze sana imani yao. Yaani chunguza sana ule mchungaji anayekufundisha. Je, yeye yuko vizuri katika imani? Tunakwenda na lile fungu la Waebrania 6 fungu la 10. Waebrania 6 fungu la 10. 6 fungu la 10. Biblia takatifu inasema, maana Mungu si dhalimu hata asisahau kazi yenu.
Mungu si dhalimu hata sahau kazi yako, na pendo lile mlilodhihirisha kwa jina lake, na lile pendo ambalo umelidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmehudumia watu katika watu watakatifu, na hata hivi sasa ngalikuwa mnahudumia. Wachungaji wamekuwa wakituhudumia na hata sasa wanatuhudumia. Kazi hiyo pamoja na hizo changamoto ambazo tumeziona, wanatiwa moyo kwamba Mungu atawakumbuka. Ninapokwenda kusema hivyo, labda tu kwa kuangalia haraka haraka, ni wangapi wameelewa sababu ya kuwepo kwa siku ya kutambua huduma ya mchungaji? Walioelewa, naomba tu uelewe nione. Amina. Mungu atubariki tunapoelewa. Mungu atubariki tunapoamua kwenda kuwaombea. Mungu atubariki tunapowawezesha wakasome. Mungu atubariki tuwe tuna uwezo wa kutambua vipaji ndani ya kanisa kupitia idara ya vijana. Tunawaona vijana, tuwafunze vizuri, tuwatunze vizuri, tuwape katika mwelekeo ambapo watakuja kuwa wachungaji. Tutatue ile changamoto ya wao kukosa ada, ili tutengeneze wachungaji wazuri walioiva katika misingi ya kumjua Mungu pamoja na neno lake, pamoja na ile doctrine ya Kiadventista, ili tupate watu watakaokuwa wanaijua neno na watufundishe ilivyo sahihi. Kwa sababu hata hivyo, tusipokuwa na watu wa namna hiyo, ndipo wanapokuja mbwa wa mwitu katika ngozi ya kondoo na kutufundisha mafundisho maovu na kujikuta tunaliacha kanisa la Mungu. Mungu atubariki tunapodhamiria kufanya hivyo. Roho Mungu azungumze na kila mmoja, aone umuhimu wa hiki kitu. Hata utakapoguswa kumsaidia mchungaji, hata utakapoguswa kusaidia jambo fulani kuhusiana na Injili, usione kwamba unapoteza, bali uone unawekeza pamoja na Yesu katika kufanya Injili iende mbele. Mungu awabariki. Na kabla tujekwenda katika sadaka, nilikuwa ninataka hawa wachungaji wawili ambapo sasa hivi wako masomoni, Isaac na Dako ambaye anakwenda kusoma, watakuja hapa mbele. Wazee tutakuja, tutaomba kwa ajili yao. Atakapomaliza kuomba kwa ajili hiyo, sasa tutaendelea na program ya kutoa sadaka na program nyingine zitaendelea. Unapokwenda kutoa sadaka, angalia umuhimu wa kufanya hivyo. Hawa wako kwenye masomo, wanaondoka. Hata kama huna kitu fulani leo, angalia utafanya nini kuwezesha hicho. Niombe wale wachungaji masomoni wasogee, na wazee wa kanisa wasogee. Wazee wa kanisa wasogee pia. Tutakwenda kuomba kwa ajili yao. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya hawa, tutawazunguka hapa. Tutaomba kwa ajili hiyo, tutaomba pia na kwa ajili ya kanisa kuona umuhimu wa kuwathamini, kuwapenda na kuwahudumia wachungaji. Basi tunaweza tukapiga magoti, tutafanya ombi fupi kwa ajili hiyo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa namna ambavyo karibu kila mwaka umenyanyua watu katika kanisa la Mikocheni ili waende wakasome uchungaji. Tunashukuru kwa namna ambavyo wanalisaidia hata kanisa hili kuwatunza katika njia inayofaa, kwa sababu hata hivyo rekodi zinaonyesha wachungaji karibu wote waliopita hapa wamefanya vizuri kule walipokwenda. Sasa Baba, naweka katika mikono yako wachungaji hawa, Mashaka ambapo anaendelea na masomo na Dako anayekwenda kuanza. Kawanulie nuru za uso wako, wawezeshe kuwapatia Roho wako Mtakatifu, wasijiinue bali wakakuone wewe. Wajifunze namna ya kulilinda kundi dhidi ya mbwa mwitu, wakapate rehema na rehema, wakafanikiwe na kuifanya kazi yako kwa bidii, kanisa likasonge mbele. Asante kwa washiriki wazuri wa Mikocheni ambapo wanawajali wachungaji, wanawapenda na wanahudumia. Na kusiro hiyo ambapo tumeirithi katika kanisa hili toka naingia hapa, ikaendelee katika siku zote. Tuendelee kuwapenda na kuwapigania hawa ambapo wanadumu kutuombea hata kwa kulia na kushughulika na mambo yetu. Yesu, usiwapungukie. Nashukuru pia kwa kanisa lako jema hili, kwa namna ambavyo nalipenda na kuliongoza. Endelea kutenda kazi katikati yetu. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen.
Kwaya ya kanisa, karibuni. Wakati wa matoleo. Yesu katoa maisha fidia ya dhambi juu ya mlima pale Kalvari. Damu yafungua njia tuipate taji na asifiwe. Wokovu umeshushwa duniani, Msifu, msifu, wokovu umeshushwa. Tangaza, tangaza, dunia isikie. hubiri na Sema leo kwa wenye huzuni, sema leo na useme kesho. hubiri kwamba tutashinda taji. Wokovu, Wokovu wapatikana bure. Tangaza, tangaza, kote na wasikie. hubiri na Sema kote, kwa dunia yote, sema kote, kwa viumbe vyote. Msifu, msifu, wokovu umeshushwa. Bila rafiki aliumia peke yake kulipa yote. Yesu kalipa, ushindi wapatikana kwa ahadi zake na asifiwe. wokovu umeshushwa duniani. Msifu, Msifu, wokovu umeshushwa toka juu. tangaza, tangaza, dunia isikie. hubiri na Sema leo kwa wenye huzuni, sema leo na useme kesho. hubiri kwamba tutashinda taji. Wokovu, wokovu wapatikana bure. tangaza, tangaza, kote na wasikie. hubiri na Sema kote, kwa dunia yote, sema kote, kwa viumbe vyote. Msifu, msifu, wokovu umeshushwa. Yapo makao mazuri yameandaliwa juu
wasikie. hubiri na Sema leo kwa wenye huzuni, sema leo na useme kesho, hubiri kwamba tutashinda tajia kung'aa. Wokovu wapatikana bure. Tangaza, tangaza kote na wasikie. hubiri na sema kote kwa dunia yote, Sema kote kwa viumbe vyote, msifu, msifu, wokovu umeshushwa. Bwana ni mwema. Tunashukuru kwa ibada ya matoleo. Jina la Bwana litukuzwe. Tunapofikia mwisho kabisa wa ibada yetu ya leo, nimkaribishe karani wa kanisa. Kuna batizo mmoja mwingine ambapo atapata kiapo ili baadaye aweze kubatizwa wote kwa pamoja. Wakati huo mzee Kiravu akisogea hapa mbele tena kwa ajili ya kiapisho. Bwana ni mwema. Tamkaribisha Bwana Tumaini Mabula, karibu. Lakini wakati huo nipende kujua ile dari iko sehemu gani? Ile dari imefika sehemu gani? Kwa hapo. Tujaribu kuipeleka haraka wengine pia wapate, ambao hawajaandika wapate. Kwa hiyo tuandike ujumbe haraka haraka na wengine pia wapate. Kama hujaipata na utahitaji kuandika, utaniona mimi, nitakuwa nayo. Bwana ni mwema wakati wote. Nasemaje kwa ajili ya kaka yetu Tumaini? Kigeuka nyuma wakuone. Wangapi wanaungana nami kwamba ndugu yetu leo tena akabatizwe na kumkiri Bwana kwa njia ya ubatizo? Mnasemaje kwa ajili yake? Ambaye ana neno? Sijaona neno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukageuka nyuma wakati ukipewa maiki. Utasoma kiapo kifupi, kitakapomalizika utasema ndio naamini au ndio nakubali. Je, unampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi? Na je, unataka kuishi ukiwa na uhusiano naye unaookoa? Utanyosha mkono wa kulia. Tarudia. Hii mic naona haifanyi kazi. Fundi mitambo Kaivans, naomba unisaidie. Utanyosha na kushusha mkono. Ukisema ndio nakubali utanyosha mkono, au ndio naamini utanyosha mkono wa kulia. Je, unampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako binafsi? Na je, unataka kuishi ukiwa na uhusiano naye unaookoa? Ndio naamini. Je, unayakubali mafundisho ya Biblia kama yanavyoelezwa katika tamko la imani za msingi za kanisa la Waadventista wa Sabato, na unaahidi kuishi kulingana na mafundisho hayo kwa neema ya Mungu? Ndio naamini. Je, unataka kubatizwa kama udhihirisho wa hadhara wa imani yako kwa Yesu Kristo, kupokelewa katika ushirika wa kanisa la Waadventista wa Sabato na kulisaidia kanisa kwa kazi yake kama wakili mwaminifu kwa ushawishi wako wa zaka, sadaka na maisha ya utumishi? Ndio naamini. Mnasemaje kwa ajili yake? Pale tulipo tuinamisha vichwa tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, tunakushukuru kwa sababu umejitwalia watu wako wewe mwenyewe katika siku ya leo
na wale ambao wamejitoa hawa wawili wanatosha kufanya shangwe kule mbinguni kwa ajili ya waliojitoa. Asante Bwana, unapowabatiza kwa Roho, ukambatize pia na kwa maji, ukamthibitishe katika imani hii, ukamtie nguvu na kutembea naye hata ujapo mawinguni, katika Kristo Yesu. Amen. Barikiwa unapoenda kusubiri. Tunapokwenda kumaliza, tunasoma tena lile fungu kuu kabla ya baraka. Jinsi ilivyo mizuri juu ya milima miguu yake aletaye habari njema, yeye tangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema, yeye utangazaye wokovu, awambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Tuombe. Asante Yesu kwa kuwa umezungumza nasi siku ya leo. Asante kwa kuwa kanisa limeelewa nini tunapaswa kukifanya. Asante hata kwa hawa ambapo wanajitoa kwa ajili ya ubatizo. Neno lako linapohubiriwa halipotei bure, na kwa namna kipekee wewe wavuta watu na kuwaingiza katika safina yako. Sasa Bwana, kawabariki watu wako. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen.